Lakini kipengele cha matundu ya vyoo vya wanafunzi, kwenye kipengele cha wavulana tuna mahitaji ya 71 yaliyopo 74, lakini tuna upungufu wa 6 kwa sababu kuna baadhi ya shule zina upungufu na zingine zinazidiwa. Na matundu ya vyoo ambayo yanahitaji karabati kwa upande wa vyoo vya wavulana 14, lakini kwa upande wa wasichana ni matundu ya vyoo 9. Tuna shule 5 za vyoo vya walimu. Kuna shule ya msingi Karoro, haina choo cha walimu. Maana yake ni kwamba walimu wanatumia vyoo vya wanafunzi. Kuna shule ya msingi Matala ambayo pia haina vyoo vya walimu. Walimu wanatumia vyoo vya wanafunzi. Lakini pia shule ya msingi Mawanjeni. Shule ya msingi Mawanjeni tayari tuna mradi ambao unaendelea kutekelezwa, pale ukikamilika tutapata vyoo vya walimu. Shule ya msingi Karoro hatuna mradi wowote. Maana yake ni kwamba liko jengo ambalo lilifikia hatua ya limeezekwa lakini halikukamilika, liko pale. Lakini shule ya msingi Matala yenyewe hatuna kabisa choo cha walimu. Kwa majina naitwa John Robert Tarimo, ni diwani wa kata ya Mwika Kusini. Kwa kweli ingawa kwamba ni kikao changu cha kwanza, lakini niseme kwa upande wa elimu yako mambo ambayo yamenifurahisha na yanatia moyo na yamenipa mwanzo mzuri kwenye kata hii, hususan kwenye swala la ufaulu kwa wanafunzi. Kata yetu mpaka sasa ni kwamba imekuwa na ufaulu mzuri, hususan kwa miaka hii miwili kati ya mwaka 2024 na 2025, ambapo tumetoka kwenye asilimia 80 hadi tumefikia asilimia 80 na point hadi tumefikia asilimia 98. Ni kiwango kizuri cha kuridhisha ukiangalia kwa hali ya elimu. Lakini pamoja na mafanikio hayo ya ufaulu, ziko changamoto mbalimbali ambazo zimewasilishwa kwenye kikao chetu cha leo, na mimi pia nilishatembea na kuziona, kama vile uchakavu wa madarasa, upungufu wa vyoo kwa walimu na wanafunzi, upungufu wa maabara kwa baadhi ya shule, na mambo mengine ambayo kimsingi tumeyajadili kwenye kikao cha leo. Kwa upande wa elimu, hayo nayangalia kama changamoto ambayo ni moja kati ya changamoto ambazo kwa kushirikiana na serikali yetu ya Chama cha Mapinduzi kupitia halmashauri, lakini pia kupitia wadau mbalimbali wa maendeleo, ni mambo ambayo natamani tukashirikiane kuyatatua kwa muda mfupi. Kama mjuavyo, elimu ni kitu cha msingi, na tunapotaka kutatua matatizo yetu lazima tuhakikishe kwamba masuala ya elimu yako sawa sawa.